Watu wa dunia na watu wa Mungu, ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Hii ni Sunday ya mwisho ya mwezi wa 7. Mungu ametulinda hizo siku zote, kwa sababu kuna watu tulianza mwaka na wao, lakini wanjaona siku kama hii ni neema ya Mungu aliye hai. Kuna wengine wanafikiria ni mambo ya kawaida tu kuamuka na kutembea ukiwa salama, lakini ni kwa neema ya Mungu. Kuna wengi tulianza na wao, lakini hawakufikisha leo kwa sababu waliondoka kwenye dunia. Wengine wamelala katika hospitali, wanaumwa na magonjwa ya kutisha. Wacha nikuambie, tunaishi kwa neema ya Mungu. Usijipige kifua useme unaishi kwa sababu ya pesa zako, kwa sababu unaishi kwa sababu ya kazi unapofanya. Wacha nikuambie, mtu wa Mungu, ni siku mbaya sana za dunia za mwisho, kwa sababu mambo ishaharibika. Unanyang'anywa kitu chako hadharani. Wacheni niwaambie watu wa Mungu na watu wa dunia, mahali tumefika, unaweza kunyang'anywa hata watoto wako na shetani. Unaweza kunyang'anywa watoto wako na ibilisi na watumie njisi anataka. Wacha nikuambie, usilaumu jambo lolote kwa sababu mambo iko mahali hapo. Wewe unaweza fikiria, watoto wangu wachakuwa wezi. Kwa nini? Watoto wako wamechachukuliwa na shetani, ndiye anatumia nafsi zao. Wacha nikuambie, mnafahamu, kae makini sana na watu, kwa sababu dunia hii unaona mtu anacheka, lakini moyoni ameweka sumu. Wacha nikuambie, usiamini mtu yoyote hata kama ni nani. Wacha nikuambie, ni siku za mwisho za dunia. Nimeona watu wakiamini watu na wanaenda hasara. Wacha nikuambie, usiamini mwanadamu lolote, amini Yesu Kristo peke yake. Usiamini ndugu yako na dada yako na hata mama yako. Wacha nikuambie, amini Yesu peke yake. Watu wanalia huku ndoa zao zimekufa. Watu wanalia ndoa zao, mwanaume wangu amechukuliwa. Wacha nikuambie, kuna maajenti wa shetani wana ushawishi mkubwa, wanachukua mume wako na wanamfanya mtumwa kwao. Na wacha nikuambie, bila ukombozi wa Yesu huwezi kumtoa hapo. Bila Yesu kuingilia iwezekani. Wacha nikuambie, achanyang'anywa katika ulimwengu wa mwili na roho. Wacha nikuambie, hao wananyang'anyana ni maajenti wa shetani, na kazi yao ni wananyang'anyana ili wakaharibu hiyo ndoa, wakaharibu hiyo nyumba, na ikiharibika wanaondoka. Mimi ninashuhudia vizuri, niliona na brother yangu anafanywa hivyo, na nyumba yake inateketezwa, na ikichateketezwa anaondokewa. Wewe unawachwa ukiwa umechanganyikiwa, unawacha ukiwa umechanganyikiwa, kwa sababu ukienda kufanya mambo, wewe fanya mambo kwa hekima. Fanya mambo ukiwa umefikiria. Usifanye kitu kwa sababu unataka kufanya. Usichawishiwe na mambo kufanya mambo. Utafanya kitu na utaenda hasara, maisha yako itaharibika. Wewe mwanadada, utafanya kitu ukisema wacha nijaribu, na itakuwa mkilio chako kuanzia hiyo siku mpaka siku ya mwisho. Utalia mpaka siku ya mwisho. Wacha nikuambie, wewe ndugu yangu, utafanya kitu ukisema ninajaribu, na ndio itakuwa mwisho wako wa kuwa na mambo mema, kwa sababu ni ajenti atakuwa ametumwa kwako, na atakunasa na atakuangamiza. Ni watu wengi sana wanauliza mambo yangu iliharibikia wapi. Wengine wanauliza, mbona mimi sikaangi na amani? Ni nini ilienda mbaya? Wacha nikuambie, kuna mambo uliyofanya ukifikiria ni mzaha, na leo hii imekuwa kidonda katika maisha yako. Imekuwa kidonda katika maisha yako. Wewe ulienda ukafanya uzizi ukifikiria hiyo ni mambo ya kawaida tu, lakini kuanzia hiyo siku mambo yako ikaenda mrama. Ukaona mume wako anachukuliwa na wanawake wengine na anapotea hivyo, kwa sababu wewe mwanamke uliweka mzaha, wewe mwanaume uliweka mzaha. Hiyo kilio nalia leo, kuna siku ulifurahia na ukasema nimeshinda, leo nimefuata kitu chema, lakini mambo yako ikaenda mbaya. Ukanyang'anywa ndoa, ukanyang'anywa fedha, ukanyang'anywa maisha mzuri, ukanyang'anywa afya, ukanyang'anywa mawazo mzuri. Wewe mahali uko mateka. Wacha nikuambie siri moja, Yesu ndiye anaweza kukomboa kutoka hali ile uko. Yesu ndiye anaweza kukukomboa kutoka hiyo hali uko, kwa sababu ulipita ukifikiria unashinda, lakini mambo ikaenda mbaya. Ulifanya ukifikiria unafurahia, lakini imekuwa kilio. Wacha nikuambie, hata magonjwa uko nayo hospitalini unalia. Ulifanya mambo ukifikiria unafurahia, lakini leo hii mambo imechageuka, imekuwa kidonda katika maisha yako.
Wacha nikwambie, dhambi ni mbaya, uovu ni mbaya. Ukiangalia katika ma-TV unaona watu waliofanya maovu, unaona gavana aliofanya mauaji, akifikiria hiyo mambo inakuishia hapo, lakini leo hii analilia kwa choo kwa sababu alifanya uovu, na hata mshahara wa mauti wa dhambi ni mauti. Wacha nikwambie, mambo yake imemalizwa kwa sababu alifanya mambo haikufaa. Alisukumwa na shetani kufanya kitu ili shetani akamumalize, na wacha nikwambie, mshahara wa shetani ni huyo. Mambo ya shetani ni hayo unaona, kwa sababu ule mtu ako na pesa mingi, ule mtu amekuwa na viti kubwa, anajuana na watu wote wakubwa, lakini imefika mahali muziko ni yake. Wacha nikwambie my brother, usifanye kitu ukisema wewe si ndiye nani, ukisema mimi nitafanyiwa nini. Wacha nikwambie, mauti dhambi mshahara yake ni mauti. Usifanye kitu kwa sababu uko na pesa yako. Usifanye kitu kwa sababu unajipiga kifua. Wacha nikwambie, kuna siku inafika, itakuwa ukweli utawekwa wazi. Ukweli utawekwa wazi. Wacha nikwambie, kuna siku inafika, hiyo dhambi uliotenda sirini itawekwa wazi, na itakuumiza ndugu yangu, itakuumiza dada yangu. Wewe nichukie bure, wewe nisemee maneno machafu bure, lakini kuna siku utalipa. Kuna siku itasimama na ukweli utasimama. Na wacha nikwambie, hakuna kitu kishungu kama ukweli kusimama. Biblia Yesu alisema, mtu akifanya kufanya uovu ndiye anatendewa yake. Wacha nikwambie my brother, my sister, wewe fanya mambo tu ile mabaya, lakini mshahara ya dhambi ni mauti. Wacha nikwambie, utasema wanapiga kelele, utasema wanaongea nini, lakini wacha nikwambie, siku za uovu zinahesabiwa. Wewe utafanya uovu na dakika ya mwisho utaingia mahali si salama. Ninaona watu wengi wanalia katika nchi yetu. Mtu analia, ndoa yangu nimenyang'anywa ndoa. Saa hiyo mtu anaongea hivyo ni mtumishi. Wengine ni waibaji, wengine wanasema mimi nilikuwa na mume wangu, tulikaa vizuri, tukacheka, tukazaa watoto, lakini leo hii ameenda na mwanamke mwingine. Wacha nikwambie, uovu wewe ulifungua njia na shetani akaitumia kukukanyanga, kukupinya kama ngano. Ulifungua mlango na ndui akaingia, na ndio naona leo kuna kilio. Ndio nakwambia, msaada wa mambo kama hayo ni Yesu Kristo. Yesu alibeba msalaba akaelekea Golgotha kwa sababu ya dhambi ya watu, kwa sababu ya makosa ya wanadamu. Wacheni niwaambie, nimesimama kwenu leo, ninawaambia kwa neema ya Mungu aliye hai, kwa neema ya Mungu aliye hai ikatutetee na ikatutangulie. Wacheni niwaambie, dawa ni Yesu tu. Dawa ya mambo napitia ni Yesu tu. Nilipita mambo kama hayo na nilipata msaada kwa Yesu, na ndio naona ninakwambia, karibu kwa Yesu. Kuna msaada ya maumivu, kuna msaada ya magonjwa, kuna msaada ya ndoa kuvunjika, kuna msaada ya maumivu unapopitia. Yesu ndiye njia na ndiye uzima wa milele. Wacheni niwaambie, ni siku mbaya sana za dunia, ni siku mbaya za ulimwengu huyu. Watu wengi wanatembea ni maajenti wa kuzimu, wengine ni matapeli wa kiroho, wengine ni mapasta wanaongea mambo wana habari naye. Wacheni niwaambie, Yesu alituita ili tukawaambie ukweli. Usiteseke. Yesu akiwa amebeba msalaba akaelekea Golgotha. Ndugu yangu, dada yangu, usifunjike moyo, usijichukie, usijinyonge, usinjiue. Yesu alilipa gharama, na Yesu anataka tuje kwake wenye mizigo mizito na atatupumzisha. Ninawasihi kwa neema ya Mungu, hii wikendi ya mwisho ya mwezi wa 7, mnapoingia mwezi wa 8, Yesu akafungue mambo yenu, Yesu akafungue njia zenu, Yesu akaponye mioyo yenu, akaponye kilio chenu, akanguse hata magonjwa inayolinda ndani ya mili yenu, na ikawachilie mili yenu na mkawe huru katika jina la Yesu. Mungu awasaidie na watangulie, kwa sababu bila Yesu hakuna msaada. Wacheni waambie wapendwa, ni wakati wa maombi, ni wakati wa kukaa karibu na Mungu ili mambo yetu isikuwe mbaya. Unaona jinsi mambo yanapokwenda, dunia inayoyoma. Mungu awabariki na awalinde. Tutapatana siku nyingine, Yesu akitujalia. Muniombee
mtie nguvu, twende mbele, kwa sababu ni kwa neema ya Mungu. Kuna huduma Yesu alinipatia mzito zaidi. Mungu awasaidie na awabariki. Amina.